Bwana ananiambia, ndugu Samuel, ugonjwa wa kifua hali fulani kama uzito wakati fulani na maumivu kwa mbali sana. Bwana ananiambia ni papo kwa papo. Bwana sema nimekuponya sasa. Yao Mwokozi. Tumsikie mtu mwingine ambao pia Bwana ametoa unabii wa papo kwa papo na uponyaji papo kwa papo. Ndio ndugu yetu, karibu. Amina, namshukuru Mungu. Jina langu naitwa Samuel Simon Hamisi, natokea Arusha nchini Tanzania. Amina. Kipekee namshukuru Mungu kwenye ibada ya leo, wakati mtumishi wa Mungu amesimama madhabahuni, mwamba mashuhuri Yesu alifunua kwamba nina tatizo la kifua, na hakika kweli nilikuwa na shida ya kifua. Wakati mwingine hadi nikana muuza mama Esther, naambia mbona kifua ni kama kinanisumbua, yani kilikuwa kinanitesa kiwango ambacho mpaka nilikuwa nashindwa kuelewa. Wakati mwingine unakuta hata nikiimba hapa mbele ya ibada na yani kuna kikozi kama kinakuja ambacho kinasababishwa na nini, tatizo la nini, la kifua. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwa sababu mtumishi wa Mungu wakati anaongea sasa hivi hata nikifanya hivi sisikii maumivu. Wateule mshangilia Mwokozi. Yesu makofi kwa jina lake. Inuka mshangilia Mwokozi. Inuka mshangilia nani? Yeye Mwokozi ndivyo funua. Baraza hapa. Hii inaitwa papo kwa papo. Wateule mwenelewazi. Papo kwa papo. Ninampenda Bwana kwa sababu leo nilipokuwa mahali fulani, sawa? Nilipokuwa mahali fulani katika ono la kinabii, nikamwona Bwana ametokea. Akaniambia unaona nini? Nikaanza kuona operation kuu. Akaniambia leo naponya papo kwa papo. Mwamba wa zama zote. Anasema alikuwa na ile tatizo. Mke wake njoo. Hebu uliwahi kusikia kwamba ndugu yetu analalamika kwamba ana matatizo ya kifua? Hebu mpeni maiki, balaza hapa. Ili atueleze hapa kwamba mwamba wa shauri Yesu anaweza michoro ya kinabii. Ndio dada yetu. Ni kweli alikuwa analalamika. Amina, hiyo yatosha dada yetu. Balaza hapa. Huyu Yesu anaweza kuponya. Balaza mtu anatosha. Ni kweli. Sawa? Alikuwa analalamika nini? Kifua. Huyu Mwokozi. Sio kesho, leo. Mtu yote mwenye matatizo ya kifua, hata kama madaktari wamekwambia kifua chako ni sugu, hakiponeki, sawa? Yuko Yao Mwokozi anaitwa Yesu. Mwambie daktari, mwambie ni kweli nyewe madaktari kweli mna ukomo, sawa? Lakini nataka niende hapo ambapo mwamba anasema papo kwa papo katika ufunuo. Tunakualika, mmeona ndugu wetu amepona moja kwa moja katika tatizo ambalo lilikuwa linamsumbua.